Uhalifu umeongezeka katika miji ya mashariki mwa Kongo ya Goma na Bukavu tangu ilipotekwa na waasi wa M23. Wakati huo shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeelezea madhila wanayopitia waandishi wa habari nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa kamili na Bakari Ubena. Wakazi wa miji hiyo ya Goma na Bukavu mashariki mwa Kongo wanaishi katika hofu kutokana na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu na ujambazi, hasa kutokana na kwamba waasi hao hawana idadi ya kutosha ya maafisa wanaoweza kulinda usalama wa raia maeneo hayo ambayo kwa ujumla yanakadiriwa kuwa na zaidi ya raia milioni 3. Baadhi ya vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa takriban visa 10 vya mauaji huripotiwa kila siku huko Bukavu. Kitendo cha wafungwa kutoroka gerezani, lakini pia uwepo wa wapiganaji waliogeuka kuwa wahalifu ni miongoni mwa sababu zinazozidisha tatizo la ukosefu wa usalama. Anne-Marie Kwenja ni mkazi wa Bukavu na anaeleza jinsi maisha yalivyo chini ya utawala mpya wa waasi wa M23. Personnellement, en tant qu'habitante, étudiante de mon état et commerçante. Binafsi kama mkazi, mwanafunzi na mjasiriamali, hali kwa kweli si nzuri. Siwezi kutembea kwa uhuru kutokana na usalama mdogo, mauaji hapa na pale na hata uporaji. Nimebadilisha hata aina ya mavazi ili kujiepusha na vitendo vya unyanyasaji wa kingono. Kwa sasa na lazimika kurejea nyumbani mapema kabla ya saa 12 jioni. Majambazi wamekuwa wakiwavamia raia na kuwapora. Hali ni kutisha. Hakuna mfumo wowote wa kisheria hapa Bukavu. Est absente et quasi inexistante actuellement dans la ville de Bukavu. Wakati miji hiyo ya Goma na Bukavu ilipoanguka mikononi mwa waasi wa M23, silaha nyingi ziliachwa kiholela na jeshi la Kongo na washirika wao ambao ni wapiganaji wanaojiita wazalendo ambao walilazimika kuondoka kwa haraka. Silaha hizo hatimaye zilianguka mikononi mwa majambazi ambao wanahatarisha usalama wa raia, huku M23 ikionekana kushindwa kulidhibiti swala hilo. Awali Bukavu ilikuwa jiji linalojulikana kwa shughuli zake za kiuchumi na kifedha, lakini kwa sasa hali ni tofauti kabisa, jambo ambalo linachochea vitendo vya ujambazi. Benki Kuu ya Kinshasa bado haijaidhinisha kufunguliwa kwa benki, jambo ambalo pia linawazuia wakazi kuweza kutumia fedha walizojiwekea kama akiba. Hayo yakiarifiwa, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeelezea madhila wanayopitia waandishi wa habari huko Kongo, ikiwa ni pamoja na kushambuliwa, kuvamiwa majumbani, kupewa vitisho vya kuuawa na kuishi katika hofu. Si waandishi wa habari pekee, bali pia wanaharakati wamekuwa wakilengwa na vitendo hivyo vinavyoendeshwa na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda. Mtafiti mkuu wa Human Rights Watch Clementine de Monjoie amesema takriban wanaharakati 200 wameomba hifadhi tangu kuanza kwa mashambulizi ya M23 huko mashariki mwa Kongo. Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Mahakama Kuu ya Uganda hivi karibuni ilitoa agizo la kutaka majina barabara za mji wa Kampala yabadilishwe kwa kufutilia mbali yale ya kikoloni na kibepari. Agizo hilo limepokelewa kwa furaha na umma. Hii ni baada ya kundi la raia 5800 kuwasilisha shauri wakielezea kuwa majina hayo huendeleza si tu kasumba na fikra za kikoloni, lakini pia hayana nafasi katika kujenga uzalendo na utamaduni wa Kiafrika. Mwandishi wetu Lubega Emmanuel ametutumia ripoti ifuatayo. Majina mengi ya barabara hasa katika kitovu cha mji wa Kampala ni ya wakoloni, mabepari na wale waliojiita magunduzi. Miongoni mwa majina hayo ni Lugard na Colville, watawala wa kikoloni wanaotajwa kuwa walikuwa wakatili dhidi ya Afrika. Hao ndio walianzisha mfumo wa kuwasukuma uhamishoni Zanzibar mfalme wa Buganda Mwanga na yule wa Bunyoro Kabalega. Wafalme hao wawili walijaribu kupinga utawala wa kikoloni na wanatizama kama mashujaa wa ukombozi. Mwaka 2020 kundi la raia liliwasilisha malalamiko kwenye bunge la Uganda wakitaka majina hayo ya wakoloni wa Uingereza kufutiliwa mbali. Swala hilo halikutiliwa maanani na bunge hadi mwaka jana pale mwanaharakati wa utamaduni na uzalendo John Sempebwa alipowasilisha shauri mahakamani. Kulingana na bwana huyo, mwendelezo wa kuwa na majina hayo ulizidisha fikra na kasumba za kikoloni na hayana nafasi katika uhuru na uzalendo ambao watu wanajivunia. When the British came to colonize us after the Berlin Conference, Waingereza walipokuja kututawala baada ya kongamano la Berlin, walitaka kuendeleza utawala wao katika fikira zetu. Afadhali tufutilie mbali majina hayo, kwani tutasahau lakini hatutasamehe. Of colonization,
Siku ya Ijumaa iliyopita, jaji wa mahakama kuu alitoa maamuzi kwamba majina hayo ya kikoloni kama vile Speke, Barton na Clement yanakinzana na hadhi ya Afrika ambao wanajitawala. Watu mbalimbali wameelezea furaha yao kuhusu maamuzi hayo kwa kusema, actually that is a complete mindset change. Hasa hiyo ni hali ya kubadili kabisa fikira zetu kwamba tutumie majina ya watu wetu, na ni hali ya kujithamini. It is all about valuing ourselves. If we are talking about renaming the streets after the African leaders. Lakini ikiwa barabara zitapewa majina ya viongozi wa Afrika, hiyo pia inaweza kuleta shida. Tuzingatie hadhi na turathi zetu, values and civic heritage. Katika enzi ya utawala wa Idi Amin, alikuwa ameanzisha utaratibu wa kubadili baadhi ya majina. Kwa mfano, mojawapo ya barabara yenye shughuli nyingi ilipata jina la Bokassa kumwenzi kiongozi wa kidikteta aliyetawala nchi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati. Lakini baadaye jina hilo liliondolewa na sasa barabara hiyo inaitwa Luwum kumwenzi askofu aliyedaiwa kuuawa kinyama katika utawala wa Amin. Ni kwa msingi huu ndipo msomi wa historia Profesa Mwebesa Ndebesa anapendekeza safari hii barabara zikipewa majina kuwepo na kigezo ambacho kitazingatia maslahi na hisia jumuishi ya utaifa wala si ukabila au tabaka. Lubega Emmanuel, DW Kampala. Asante sana Lubega Emmanuel kwa ripoti hiyo. Vyama vya kihafidhina vya CDU na CSU vinaanza rasmi leo Alhamisi mazungumzo ya kuunda serikali na chama cha kansela Olaf Scholz anayemaliza muda wake cha SPD. Hatua hiyo inafuatia ushindi wa muungano wa vyama vya CDU na CSU katika uchaguzi wa mwezi Februari. Angela Mdungu na ripoti kamili. Mazungumzo kati ya pande hizo mbili yanaanza leo baada ya mazungumzo ya awali ya hivi karibuni ambapo kambi ya Christian Democratic Union CDU, Christian Social Union CSU na chama cha Social Democratic SPD vilifanikiwa kukubaliana katika masuala muhimu. Majadiliano ya leo Alhamisi yanahusisha vikundi 16 ambavyo kila kimoja kina wawakilishi 16 kutoka kwa vyama hivyo vitatu. Wawakilishi hao watajadili kwa kina mpango wa kuunda serikali ya pamoja. Vimepangiwa kukutana kwa siku 10 katika majadiliano yatakayoratibiwa na kikosi kazi maalumu. Kisha kazi yao itapelekwa kwa kundi kuu la majadiliano hayo litakalowahusisha viongozi wa kila chama. Baada ya hapo, rasimu ya makubaliano ya muungano yatapelekwa mbele ya vyama hivyo kwa ajili ya kuidhinishwa. Tayari chama cha SPD kimeshatangaza kuwa kitataka kuwahusisha wanachama wake katika rasimu hiyo. Kiongozi wa CDU Friedrich Merz anayetazamiwa kuwa kansela amesema anakusudia kuwa na serikali mpya ifikapo katikati mwa mwezi Aprili. Wakati huo huo, kiongozi huyo wa CDU anautetea mpango wake wa kuongeza matumizi ya ulinzi na miundombinu wakati bunge likianza kujadili mapendekezo yake. Mjadala huo wa bunge unaanza leo na kura ya kuamua kuhusu kuyaunga mkono mapendekezo hayo au kuyakataa itapigwa Jumanne wiki ijayo. Licha ya mapendekezo yake kusifiwa na washirika wa Ujerumani nje ya nchi, Merz anakabiliwa na kibarua kigumu kuyapitisha bungeni. Moja ya vizingiti atakavyotakiwa kuvivuka ni kuungwa mkono na chama cha kijani. Awali, chama hicho kilitishia kuikwamisha mipango hiyo. Ieleweke kuwa pendekezo la Merz litakihitaji chama hicho cha kijani katika kulipitisha ili kupata theluthi 2 ya kura zinazohitajika. Wiki iliyopita, Merz aliweka wazi mipango hiyo ya kuongeza bajeti ya ulinzi na miundombinu na kuwapa kuwa kambi yake ya CDU na SCU pamoja na washirika wake wanaotarajiwa kuunda serikali ya pamoja wa SPD wataiharakisha kabla ya bunge la sasa kumaliza muda wake.